Karibuni Tanzania Startup Week, the first of many held by the Tanzania Startup Association, where all of us come together and talk about possibility. Ladies and gentlemen, I may ask you to give yourselves a round of applause. Tunakutana hapa na viongozi wakuu wa nchi yetu. Kwetu sisi ni heshima, inaonyesha kwamba tumetoka mbali. Idadi ya startups imeongezeka kutoka 247 mwaka 2020 hadi kufikia 842 mwaka jana. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa ambalo linastahili pongezi. Serikali inajenga innovation hubs 8 kwenye miji mikubwa ambazo si tu zitatumiwa na startups za ICT, lakini tutatengeneza mazingira ziwe wazi kwa startups za aina zote ili kuwa na platform ya vijana hawa kupata maeneo ya kuweza kukuza bunifu zao. Nimekuja hapa pamoja na kufungua mkutano huu, lakini tu kuwajulisha kuwa serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan toka imeingia madarakani, Rais mwenyewe amebeba swala la ubunifu na ujasiriamali katika ajenda zake zote za kitaifa na kimataifa. Kiu yake ya kutaka kuibarisha Tanzania kuwa na uchumi unaoendeshwa na Watanzania wenyewe kupitia ubunifu haitiliwi mashaka kwenye nyanza zote. Anatamani kuona biashara inastawi, na ustawi huu unawashirikisha watu wote badala ya wachache. Katika matukio mbalimbali amewataka vijana, na mmesikia hotuba zake na ninyi mmekuwa mashahidi hapa kuwa mjiunge kwenye vikundi kuanzishwa kwa kampuni mbalimbali bunifu, na serikali yake itakuwa tayari kutoa kila aina ya msaada unaohitajika. Kwa kutambua umuhimu wa startups, serikali yenu itaendelea wakati wote kuwafanya ninyi kuwa sehemu ya mipango. Jambo la pili, Wizara ya Fedha iangalie njia ya kutatua changamoto ya upatikanaji wa mitaji kwa startups pamoja na kufanya maboresho ya mifumo ya kikodi ili kuvutia uwekezaji mkubwa kutoka kwa wawekezaji wa mitaji ya ubia na kampuni za hisa binafsi kwenye nchi yetu. Kupitia kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2016, mwakishie kuwa startups zinajumuishwa kikamilifu katika makundi maalum yakiwemo vijana na biashara zinazoongozwa na vijana pamoja na wanawake. Niwatakie kila la heri, na baada ya kusema hayo, mkutano wenu nimeufungua. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana.